kwa sababu kama ni kweli alisema atakupoteza, kama ni kweli alisema atakupoteza, haukutakiwa kumwomba msamaha. Hii ndo njia inayopelekea kutengeneza kiburi cha wanadamu kuendelea kukosea, wakiwa wanajua kwamba ukinitaja au ukinisema hadharani na uwezo wa kukushitaki mahali fulani, na mwisho wa siku ndo sasa imeanza kuonekana kama ndo maisha, ndo fashion. Yani sasa waliookoka na wenyewe wataanza kuona ndo slogan, ndo njia ambayo pia yoyote anaweza kaitumia tu. Lakini nataka niwahakikishieni, njia mnayoitumia, mmeamua kuchukua njia ya unafiki, na njia ya unafiki mara nyingi itakufanikisha haraka, lakini itakuacha ukiwa ni kiumbe uliyezalaulika sana na kiumbe wa hovyo sana. Jamii itakuona ni mnafiki, itakuona ni mwoga. Biblia inasema msiogope awezaye kuua mwili, afadhali ogopeni awezaye kuua mwili na roho akavitupa vyote katika jehanamu. Na mwisho wa siku mnakuwa viumbe wa hovyo sana, mnakuwa viumbe wa hovyo sana na wa kawaida sana. Amini nawaambieni, unafiki utakufanikisha haraka, lakini utakuacha wa hovyo sana. Mimi acha tu nishuke. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 12:14 kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo amani ni ya kutafuta, na mimi nimeona tu kwamba kazi ya shetani ni kugombanisha watu, kuchonganisha watu. Ni kweli tukio lilitokea, lakini yawezekana sikutakiwa kulisema hadharani. Sikutakiwa kulisema hadharani. Mtu wa Mungu, ifahamike kwamba dunia hii kwa kadri ya hali zinavyozidi kuwa na kwa namna ambavyo wanadamu wengi mmechagua kuishi kiunafiki, wanasiasa, waimbaji, waigizaji, wengi wenu kwa namna hizi ambazo mmekuwa mnazifanya, mnahisi kana kwamba ndo hekima au ndo busara, lakini kumbe ni unafiki, na ndo dunia inazidi kuharibika. Na hii imepelekea hata makanisani. Sasa kanisa limeharibika kwa sababu ya unafiki. Sasa nataka niongee nini? Naona hapa Upendo Nkone akiwa anamuomba msamaha Masa Mwaipaja, lakini pia na kile kitendo ambacho nimeona Chalamila siji kupatanisha, si kuwapatanisha. Kiujumla ninachoweza kusema ni kwamba kuna haja pia, hebu tuweke sawa, niweke sawa, nielezee kwamba kinaga ubaga. Kiujumla mimi ninachoweza kufahamu kwamba hichi kinachofanyika hapa ambacho amekifanya Upendo Nkone, lakini pia ambacho kimefanywa na Chalamila si kuwapatanisha, njia iliyotumika ni njia ambayo ndiyo iliyoharibu dunia, au ndiyo iliyoharibu kanisa, ndiyo iliyoharibu jamii zetu. Mwisho wa siku watu wengi wamekuwa wanajutia namna zile walizowahi kumsamehe mtu na kuona kwa nini nilimsamehe. Kuna wakati vani niliwahi kuona kuna kitu kilichokuwa kinaitwa maridhiano, ambacho serikali ya awamu hii ya 6 ilikuwa ikihangaika sana kukifanya, wakitumia wakina Mzee Butiku kujaribu kusema kwamba maridhiano, Rais Samia hakuhusika, sijui yeye kwenye kuteka watu. Wanajaribu kupush na kusukuma kinachoitwa maridhiano, lakini kwa jumla maridhiano ambayo yanaweza kutumika au yanayotumika na jamii na dunia yetu ni unafiki tu kwa sehemu kubwa, kwa sababu kwanza kupatanisha watu kwa njia hii, niliwahi kusema hata hii ya maridhiano ambayo hakuna anayekiri makosa yake, ila tu mnapatanishwa au mnapatanishwa tu kwamba sasa mpatane. Hakuna anayekiri makosa yake wapi alipokosea, ila ndo mnapatanishwa, ndo maridhiano. Nikajaribu kusema kwenye klipu zangu za nyuma kwa wale wanaofuatilia sana kwamba kitendo hiki cha maridhiano ambayo huwa yanafanyika au yanafanyika na dunia hii ni kile kitendo ambacho unachukua banda moja, unaweka humo paka, unaweka nge, unaweka nyoka, unaweka konokono, unaweka mijusi, unaweka kuku, unaweka kila aina ya wanyama humo ndani, simba, chui, unachanganya vyote kwenye banda moja. Bila shaka unaelewa ni nini kitakachoweza kutokea. Sasa nachotaka nikiongea mimi ni hiki. Upendo Nkone katika kumwomba kwake msamaha Masa Mwaipaja anasema Biblia inasema tutafute kuwa na amani na watu wote. Kazungumzia andiko la Waebrania 12 mstari wa 14 inayosema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu anayeweza kumwona Bwana asipokuwa nao. Sasa andiko hili
bila shaka utafsiriwa kinafiki. Sitafuteni amani na watu wote. Yesu kwani yeye vipi hakutafuta kuwa na amani na watu wote? Kwa nini walimuua? Mitume walivyokatwa vichwa, walikatwa kwa misumeno, walisulubiwa, akina Petro kichwa chini miguu juu. Wao hawakutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kama kutafuta amani na watu wote ni huko, basi na uhakika akina Paulo wasingekatwa vichwa. Ila kinachopelekea sisi kutafsiri maandiko kinafiki hivi ni kwa sababu tunaepuka njia ya injili ya kweli. Unasema sikutakiwa mimi kuongea vile hadharani, sikutakiwa. Hebu sikia maandiko haya, sikia maandiko katika Timotheo wa kwanza sura ya 5. Sikia anaposema maandiko katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20, inasema hivi: wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele za watu, ili na wengine waogope. Ndio hii kinachoonekana ndio hekima, ni kufichiana makosa. Ni kwa sababu kama ni kweli alisema atakupoteza, kama ni kweli alisema atakupoteza, haukutakiwa kumwomba msamaha. Hii ndo njia inayopelekea kutengeneza kiburi cha wanadamu kuendelea kukosea, wakiwa wanajua kwamba ukinitaja au ukinisema hadharani na uwezo wa kukushitaki mahali fulani. Na mwisho wa siku ndo sasa imeanza kuonekana kama ndo maisha, ndo fashion. Yaani sasa waliookoka na wenyewe wataanza kuona ndo slogan, ndo njia ambayo pia yoyote anaweza kaitumia tu. Lakini nataka niwahakikishieni, njia mnayoitumia, mmeamua kuchukua njia ya unafiki, na njia ya unafiki mara nyingi itakufanikisha haraka, lakini itakuacha ukiwa ni kiumbe uliyezalaulika sana na kiumbe wa hovyo sana. Jamii itakuona ni mnafiki, itakuona ni mwoga. Biblia inasema msiogope awezaye kuua mwili, afadhali ogopeni awezaye kuua mwili na roho akavitupa vyote katika jehanamu. Na mwisho wa siku mnakuwa viumbe wa hovyo sana, mnakuwa viumbe wa hovyo sana na wa kawaida sana. Amini nawaambieni, unafiki utakufanikisha haraka, lakini utakuacha wa hovyo sana. Kwani nisome maandiko mengine haya, uone walivyokuwa mitume, walivyokuwa natishwa kwamba usiseme hivyo. Wanasema imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Sikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 18, anasema hivi: wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala wasifundishe kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hatuwezi kuacha kunena tuliyoyaona na kuyasikia. Kama tu ni kweli, sisi tutaongea. Kilichopelekea leo hii wokovu umekuwa kitu cha hovyo ni unafiki huu, unafiki huu. Ndio maana makanisa yamekuwa ya hovyo, ya unafiki. Na mwisho wa siku ndio maana sasa makanisa yamekuwa changanikane na elewe yupi aliyeokoka, yupi ambaye hajaokoka. Hata mtaani tu watu ukijitambulisha, si mimi nimeokoka, sema kuokoka bwana, yani ni kitu cha kada, kwa sababu tayari kishaanza kubebwa na unafiki. Kinabebwa na watu ambao wao wenyewe hawajui wokovu litaka yeye awe mtu gani, hawajui. Yani wao wenyewe ambao ndio onekana ndio wameokoka, waliobeba kinachotoshinda wokovu, hawana tofauti na dunia. Na ndio maana mkijiangalia ni kujilemba tu, kujiweka mikope, kujiweka tu ovyo, kuvaa visuruali unakuta ni mwanaume neka mwanamke, kavaa suruali unakuta ni mwanaume neka piga kanyoa denge kichwani. Sasa hivi ni changa ni kaneni yani. Ndio maana wokovu kimekuwa kitu cha hovyo. Na mwisho wa siku sasa umekuwa ni unafiki tu, kuchukuliana na unafiki tu. Na mwisho wa siku leo hii hatuna mtu au hatuna chapa ya Kristo katikati ya jamii zetu. Tuna wanafiki tupu. Mmeamua kupatana na dunia yenu hii kwa kujiponya nafsi zenu, na mwisho wa siku wokovu kimekuwa kitu cha kudharauliwa. Nimalize mnaandiko jingine hapa, afu nimalize na maelezo haya. Katika Wafalme hapa kwanza sura ya 22 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akisema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako na liwe na kusii kama neno la mmoja wapo wao, akasema ukaseme mema. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalolinena.
Mikaya hapa akaenda kuchukuliwa naye pia, kwa sababu alikuwepo manabii 400 yote mijamaa inamwambia mfalme, kwea ukafanikiwe, hata kama unadanga, hata kama unafanya mabaya, unaua, unafanya mabaya, kwea tu ukafanikiwe. Mikaya naye akaenda kumfuata kwamba na wewe nenda kaongee vile vile kama wale wengine. Mikaya akasema, ishivyo Bwana, lile tu atakalotaka nilinene, atakaloliwekea weka ndani, ndilo nitakalolinena. Hivi kwa nini sisi wa dunia hii wa sasa, walokole wa sasa, Wakristo wa sasa, ni unafiki tunashindwa kusimama na imani? Kwani tunakuwa tunabebana na unafiki? Na mwisho wa siku, hivi kweli andiko ambalo huyu Upendo Nkone anasema itafuteni kuwa na amani na watu wote, kweli ni amani hii ambayo mtu anasema nitakupoteza wewe, unasema nimeamua tu kumwomba msamaha kwa sababu ndo tafuteni kuwa na, kweli ndo amani hiyo? Yesu ambaye walikuja wakamsulubisha, yeye hakutafuta naye kuwa na amani na Mafarisayo, si ndivyo? Kwamba yeye alikuwa na hekima. Nyinyi wa sasa hivi ndio mna hekima sana kuliko akina Mikaya hapa anaposema kwamba mimi neno lile tu ambalo Bwana ataniambia ndilo nitakalolinena. Wanadamu, mnaharibu maana ya kinachoitwa wokovu kwa sababu ya shauku zenu, kwa sababu ya unafiki wenu, kwa sababu ya uoga wenu, kwa sababu ya hofu zenu. Na maandiko yanasema ya kwamba waoga hawataurithi uzima wa milele. Waoga hawataurithi uzima wa milele. Waoga alimadamu huna uwezo wa kusimamia, kwa sababu nilikoona kwenye ile clip wanasema ni mimi waga na wakemea, waga na waambia, kama tu huna uwezo wa kusimama na hicho ambacho unaishi ndicho unachokiongea, na afadhali usiongee, kana unafiki wako tu. Lakini kuliko kujipambanua mbele za watu, ni mimi waga na nyosha, mimi waga na shauri, mimi waga na kemea, mwisho wa siku mnashindwa kusimama na kile ambacho ulichokuwa unakisema nyuma, unashindwa kusimama nacho. Waliwepo akina Daniel, akina Shadraka, leo tunawasoma misimamo yao, mitazamo yao. Leo kinachosababisha kanisa limekuwa kitu cha hovyo tu cha ole, ni kwa sababu ya unafiki huu. Unafiki tu. Mwisho wa siku tunawapa namna fulani coverage, hawa wabaya wanaanza kujiona, yani na siku mtu yote akijaribu nitamshughulikia kwa mujibu wa shughulika. Biblia hii Biblia mimi nayesoma hii Biblia hii inataka mtu aliyeokoka asiende kushitaki kwa watu ambao hawajaokoka. Ilitaka sisi kama sisi ndio tushitakiane sisi, tunyooshane sisi, turekebishane sisi. Biblia ndivyo ilivyokuwa inataka. Lakini leo hii kila atakayekemewa sasa anakimbia mahakamani, kila atakayenyoshwa anakimbia kwenda kushitaki. Kashitaki. Namaliza kusema hivi, wanadamu, njia mlioichagua, mmechagua njia ya kuiharibu dunia. Hiki ulichokisema Upendo Nkone, futa kabisa, futa. Vinginevyo endelee na unafiki wenu huo. Mimi niishie hapa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni pito yake, ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama, Mungu mhukumu wa haki, kila mtu yuaje na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha.